بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 1 mwezi Muharram mwaka 1443 katika darasa kitabu Sharh Sunna lil-Humaydi رحمه الله تعالى بشرح أو أصول السنة للحميدي رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله تعالى. tulianza katika kikao kilichopita التعريف برسالة أصول السنة للحميدي، na leo باذن الله تعالى تنزل ترجمة الإمام الحميدي. ترجمة بمعنى hapa ataelezwa الإمام الحميدي jina lake na kwa kifupi maisha yake. قال هو عبد الله بن الزبير ابن عيسى بن عبيد الله بن أسامة ابن عبد الله بن حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى. وقيل جده هو عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد، والحميدي هو الإمام الحافظ الفقيه شيخ الحرم المكي أبو بكر القرشي الأسدي الحميدي المكي صاحب المسند. أنا مسند yake مسند الحميدي الحمد لله iko maktaba juu katika mujallad 2 مسند الحميدي. kwa kifupi hili ndio jina lake الإمام الحافظ الفقيه، إمام الحافظ فقيه wanachuoni wa fiqh. شيخ الحرم sababu alikuwa akisomesha مكة مسجد الحرام. حدث عن إبراهيم ابن سعد وفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة فأكثر عنه وجودا. amepokea kutoka kwa hao wanaovioni Ibrahim ibn Sa'ad, Fudail ibn Iyad, Sufyan ibn Uyayna, bali aisabika ni katika watu khawas طلاب وسفيان ibn Uyayna rahimahullah ta'ala. ndio hapa akasema fa akthara anhu وجودا. قال والوليد بن مسلم ومروان بن معاوية ووكيع والشافعي، وليس هو بالمكثر ولكن له جلالة في الإسلام. وسيكا منفان وكنا الإمام البخاري نمجنيه، lakini aishimika katika Uislamu kwa mchango mkubwa aliofanya wa ilmu. حدث عنه البخاري katika wanafunzi wake atosheleza الإمام البخاري رحمه الله تعالى والذهلي وسلمة بن شعيب ويعقوب الفسوي وأبو زرعة الرازي وبشر بن موسى وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وأبو بكر محمد بن إدريس المكي والراقه وكيandika وخلق سواهم، يعني watu wengi wamepokea kutoka kwa al-Humaydi. So Imam al-Bukhari akisema hadathana al-Humaydi yamkusudia sahib usul as-sunnah, na hadithi yake ndio ya kwanza katika sahih al-Bukhari. قال أحمد بن حنبل الحميدي عندنا إمام. الإمام أحمد بن حنبل أكيري وإمام والإمام الحميدي. وقال أبو حاتم أثبت الناس في ابن عيينة الحميدي، يعني سفيان ابن عيينة أثبت الناس katika wale waliopokea kwa Sufyan ibn Uyayna ni yeye ndio wa kwanza kabisa. wa huwa raisu ashabi ibn Uyayna, yeye ndio kiongozi wa wanafunzi ibn Uyayna
وهو ثقة إمام. Abu Hatim anasema ni thiqa, mtu anayeaminika katika mapokezi yake na ni imam katika ilmu. وقال يعقوب الفسوي حدثنا الحميدي وما لقيت أنصح للإسلام أهله منه. ametuhadithia al-Humaydi na sijamuona anayewapendelea khairi au anayewapendelea khairi uislamu na waislamu kama mfano wake. وقال محمد بن إسحاق المروزي سمعت إسحاق بن راهويه أو ابن راهويا يتسمك سمعت إسحاق بن راهويا يقول الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد. هي تزكية يا إسحاق ابن راهويا والإمام الحميدي. kwa nini hapa yataja maneno ya aima kuhusu al-Imam al-Humaydi? Kwa sababu ukimjua mwandishi wa kitabu ndio utafahamu uzito wa maneno yaliyoko ndani ya kile kitabu. Kwa huyo aliyeandika maneno haya si mtu yoyote wa kawaida, ni mtu ambaye wanawavioni wakiri ilmu yake na uimamu katika hii dini. Kwa yule imam au al-Imam al-Humaydi hapa, yule mwanachuoni aliandika kitabu, ukijua uzito wake na heshima yake katika ilmu utafahamu kwa nini watu wameizingatia hii risala kuwa isomwe na ni itikadi katika itikadi za Ahlus Sunnah wal Jamaa. Na ndivyo ilivyo. Ukimjua mwandishi utaelewa uzito wa kila alichoandika. Ama usipomjua mwandishi na kumfahamu huwezi kuona uzito kwa yale maneno aliyozungumza pale ndani. Na hapa utakuta kwa ahlul bid'ah wanabidii sana katika kuangusha hao wanaoviona salafu salih, kwa sababu watu wakisoma i'tiqad iliyoandikwa na wao kuna mambo mingi sana katika misingi ya dini wanaoikhalifu, misingi ya i'tiqadi ahlus sunnah wal jamaa. Sasa kuna lugha ambazo wapenda wao kutumia. Kwa mfano al-Imam al-Humaydi mtaweza kuambia kwani huyu sahaba usahaba, kwa hivyo mtakiani wewe angalia masahaba wanasema nini, mfano ili akianguka huyu uachilie mbali ile aqida yake aliyozungumza pale ambayo imeegemezwa katika maneno ya Allah na sunna ya Mtume sallam kama mtakavyoona. Au kamkuta mtu azungumza kuwa watu wasomeshwa usulu sunna lil-Humaydi, al-Humaydi yankufa miaka hiyo wasomeshwa leo, utafikiri aqida ya Uislamu fa nini yabadilika, utafikiri aqida yabadilika. Na aqida itikadi ni ile ile, haibadiliki ilivyokuwa wakati wa Imam Shafi'i wa Imam Ahmad na kabla yake mpaka kwa Mtume sallam huko nyuma, ni ile ile aqida ambayo leo atakana Muislamu aitakidi. Kinkoona wazungumza maneno kama haya, asoma sharh sunna lil-Barbahari, huyo Barbahari alikuwa huko asomesha leo. Sasa ataka kutabikisha yale mambo alikuwa kitabikisha kina al-Barbahari wakati ule leo. Hiyo wajua lugha gani? Ni kulegeza misimamo na ahlul bid'ah, kuwa wale walikuwa bid'a zao ni kubwa zaidi kuliko za leo. Wallahi leo bid'a ni kubwa zaidi kuliko ilivyopita, ni kubwa zaidi kuliko ilivyopita. Na kila watu wakisonga mbele kuwa mbali na asri ya nubuwa ya Mtume sallam, kila watu wakisonga mbele ule upotofu wazidi kuwa mwingi. Mtu asikudanganyeni akakwambia kuwa zamani walikuwa waliotoa bid'a wajua bid'a zao mkubwa, ndio maana wale wanaoviona kwa wagura. Nishaisikia hii pia shubha ikizungumzwa, na shubha mchwara kabisa. Yeye mwenyewe anayezungumza hivi bid'a yake mkubwa kuliko watu kama yeye walivyokuwa wakati ule. Yeye anayezungumza maneno haya, wale mumayya waliokuwa wakati ule yeye ameshinda. Subhanallah, ukiangalia ule udhaifu ambao leo tunao katika kutabikisha aqida na misingi ya itikadi ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa leo, kisha bado watu waona kuwa mmefanya dini ngumu na ule udhaifu Ahlus-Sunnah wal nao. Wallahu almusta'an.
hao wangeishi asri ya Imam Ahmad wangelikuwaje? Wangeishi asri ya hawa aima wangelikuwaje? Kwa hivyo hapa aeleza maneno wanaovioni kuhusu Imam al-Humaidi ili ujue uzito wa hii risala. وقال علي بن خلف سمعت الحميدي يقول ما دمت بالحجاز وأحمد بن حنبل بالعراق وإسحاق بخراسان، إسحاق قصدية ابن راهوية، لا يغلبنا أحد، يعني من أهل البدع أئمة جهابذة. الإمام أحمد عراق، خراسان إسحاق بن راهوية، نايك حجاز مكة. ما داموا tuko sisi hivi, yani hii ni timu kubwa kabisa ya wanaovioni ambao walikuwa wakieneza sunna na kukandamiza bid'a. Sema ikiwa hali ni hii, basi biidhnillah ta'ala hatushindwi kwa uwezo wa Allah, hatuwezi kushindwa katika jambo letu. Lakini wakikosekana wanaovioni wakaenea watu wa bid'a, hali ya Uislamu huwa mbaya sana, mbaya sana. Hebu fikiria wewe, kabla ya watu kufahamu sunna leo katika hii miji yetu tunaoishi, sunna iliyokuwa yaeleweka ni sunna mtu akiwa khariji kwetu, na ili kila mtu yalifahamu kuwa sunna ilikuwa ni uwe khariji ndio wewe mtu wa sunna. Basi Allahumma wapinga maulidi na itima, basi wewe ni mtu wa sunna. Sunna haijaeleweka vizuri kabisa. Wakionekana kila wanaopinga maulidi, yule jamaa yetu yule mtu wetu apinga maulidi yule, kana kwamba sunna kupinga maulidi na itima tu basi. Kumbe yeye mwenyewe ana itikadi chafu, hajui. Allah subhanahu wa ta'ala akaleta neema ya da'wa salafia katika miji yetu. Kumbe sunna haiko hivi, sunna iko vile. Jamaa wakakasirika, wakaanza kuipiga vita da'wa ya ahli sunnati wal jamaa ya kikweli sasa ilivyokuja. Na hii ni rehema Allah ametuletea katika miji yetu, lau kama watu wangelikuwa wajua. Sababu Allah asingetuletea hii neema ya da'wa salafia, wengi wetu leo tungelikuwa na makhawarij, tukiona ndio tunusuru nini sunna. Fa subhanallah, Allah akaleta neema ya watu kuifahamu kumbe sunna haiko vile watu wanavyotasawara. Sunna ina mambo makubwa zaidi. Kweli kama miaka 20 nyuma, tuchukulie 25 nyuma, kulikuwepo na watu wasoma usulu sunna Imam Ahmad, sharh sunna al-Barbahari, kabla ya kuingia da'wa ya al-sunna, da'wa salafia. Watu habari walikuwa hawana, mwanzo hata wasomi, hata wasomi, ushabiki tu. Misikiti yaeshi vita, fujo ndani ya msikiti. Kwa nini anasema bismillah kwa sauti? Sisi tunataka bila sauti, bakora, kwa mambo ambayo hata hayafai watu kuteta kabisa. Mpaka ikaja kufahamika kumbe sunna ni hivi na masala ya ilmu yako hivi, ndio watu wakajielewa. Wale waliokataa kuja kujielewa, basi ni wao wenyewe wamekataa. Lakini Allah akaileta hii neema, akawaokoa wengi katika waja wake kutokana na nini? Na itikadi potofu haswa za kikhariji ambazo zimeenezwa na wengi katika hao wanaojinasibisha kuwa ni watu wa sunna. Kwa hivyo aima wakienea katika mujtama biidhnillah ta'ala, basi sunna zitaenea na zitapata nguvu. Na alhamdulillah, hivi wewe waona kuna da'wa, walillahi alhamdu wal minna wal fadl lillahi wahdahu la sharika lah, inaokwenda kwa kasi kama da'wa salafia. Alhamdulillah, kila mahali ukienda utawakuta, kila mahali, na hakuna mavideo, hakuna mapicha, hakuna nini, hakuna lolote, hivi hivi tu, njia za kizamani hivi. Lakini Allah yuwafikisha kule na kufikisha. Na alhamdulillah, wako ndugu zetu ambao pengine hatujawahi kuonana hata siku moja, ambao wako katika manhaji ya ahli sunna salafiyin katika miji ya mbali kabisa.
hii yote ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kuieneza da'wa ya ahli sunna. Na da'wa itaenea ikiwa watu watajishughulisha na nini? Na ilmu. Na ndio maana nyinyi muona da'wa za mahizbi wa zafa paka wengine watuuliza fulani yuko lakini ilikuwa kisikika zamani yuko. Hawezi kuonekana kwa sababu ilmu ndio inawahuisha manatiq, inawahuisha misikiti, ilmu ndio inawahuisha watu. Bila ya ilmu basi utakufa tu, hamuonekani kabisa. وقال أبو العباس السراج سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول الحميدي إمام في الحديث. حميدي إمام كتك حديث. قال محمد بن ساعد عبد الله بن الزبير الأسدي الحميدي من بني أسد ابن عزة ابن قصي قرشي صاحب ابن عيينة وراويته، يعني كتك وبوكيزي waliopokeza pakubwa sana hadithi za Ibn Uyayna. مات بمكة سنة 19 و200 وكان ثقة كثير الحديث. alikuwa ni mtu thiqa aliyepokea hadithi nyingi. alikufia Makka سنة 19 و200 mwaka wa 219. Kuni mtu aliishi karne ya 3 huko, ambaye alidiriki zile karne ambazo Mtume sallam amezisifu, khairun nasi qarni thumma alladhina dunahum thumma alladhina dunahum. Kwa sisi tusoma kitabu cha aqida kilichoandikwa na mtu ambaye ameishi asrio, ambao walikuwa karibu sana nani na masahaba. Kwa hiyo pokezi yeye amepokea na mwenzake na mpaka kwa masahaba Mtume sallam, mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hapa ndio kuna umuhimu sana wa kuchangamka ahlus sunna katika kuwafundisha watu vitabu kama hivi, sababu hata ahlul bid'ah hawana mdomo wa kuzungumza dhidi ya hawa aima. Wakizungumza onekana wazi ni wakosi. Kama usomeshe i'tiqadi al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ajulikana ni imam. I'tiqadi al-Imam Shafi'i, angalia wanavyojisifu wa kuwa ni Shafi'ia, kisha usome sharh as-Sunnah lil-Muzani uangalie itikadi ile iko sawa na hawa. Na al-Muzani ni mwanafunzi katika wanafunzi wa karibu sana al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Kadhalika ukija katika upande wa Malikia usome muqaddima wa Ibn Abi Zaid al-Qayrawani al-Maliki wa hakadha, mpaka ahlul bid'ah wanyongeke hivi, hawana mahali pa kwenda. Manake hizi ndio i'tiqad za a'immatu salaf, ambao wao zuran wa buhtanan wajifanya wao ni wafuasi wao, waongo tu, wazushi. قال محمد بن سعد ايش اسمه. وكذلك قال البخاري في تاريخ وفاته وقال غيرهما مات سنة 20 و200. البخاري kataja tarehe hiyo hiyo na wengine wakasema alikufa mwaka wa 220. وروى له مسلم في مقدمة كتابه, katika muqaddima wa sahih Muslim pia amepokea kutoka kwa al-Humaydi. قال وابن ماجه في التفسير كذلك ابن ماجه والباقون na wengineo katika a'immatu salaf wamepokea kutoka kwa Imam al-Humaydi rahimahullah ta'ala. Kwa sisi tumzungumzia huyu al-Humaydi, na hiki ndicho kitabu alichokiandika au risala aliyoandika, ambao tutaisoma insha Allah ta'ala kuanzia kikao kinachokuja. Kuanzia kikao tunachokuja tutaanza kusoma moja kwa moja maneno ya al-muallif rahimahullah ta'ala, kisha tusome na ta'liq ya Sheikh al-Rajihi hafidhahullah ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.